الحمد لله الذي أنعم علينا نعما جزيلا نحمده سبحانه وتعالى الذي جل شأنه ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشرف قدره اللهم فصل على محمد وعلى آل محمد ما دامت السماوات والأرض. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قد أوصانا الله تبارك وتعالى بتقواه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال العلماء: عليك بتقوى الله فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. من عاش 1000 أو 2000 فلا بد من يوم أن يسير إلى القبر. إخوة الإيمان، بعدكم شكر الله مولى تبارك وتعالى نكم تكيا زيادة رحمة mwalimu wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nichukue fursa hii kukuhusia ndugu yangu Muislamu, bila kuisahau nafsi yangu iliyokuwa nyonge dhaifu, juu ya jambo muhimu sana la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa maana kuamrika na yale tuliyoamrishwa na ukatazika na yale tuliyokatazwa. Ikhwatul iman, leo biidhnillah nimekusudia kukuleteeni anwani ya hutuba inayosema at-tabarru'u bid-dami min al-jihadi, kujitolea damu salama ni katika jihadi. Kujitolea damu salama ni katika jihadi. Ikhwatul iman, nimeileta anwani hii kwa sababu zifuatazo. Leo kuna mambo mengi ambayo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano inafanya harakati kuweza kuyafikia kwa mali na fikra, lakini twaweza sema mengine hatuwezi kushiriki kwa sababu yahitaji pesa. Lakini Wizara ya Afya tunaweza tukaisapoti kutoa mchango wetu katika nchi hii kwa raia wenzetu kupitia neema aliyotujalia Allah tabaraka wa taala, neema ya damu. Kwa hivyo makusudio yangu kwanza ni kutoa mchango kitaifa. Lakini jambo la pili, kwa nini nilete maudhui hii? Nimeleta maudhui hii kwa sababu ndani ya mwezi unaokuja huu, mwezi Juni tarehe 14, itakuwa ni siku ambayo duniani kote watu wanatoa shukurani. Ni siku maalumu ya uchangiaji damu. Kwa hivyo watu wanashukuru kule kuchangiwa damu dunia nzima. Jambo hili lahitaji maandalizi, kwa hivyo tulieleze ili watu wafanye maandalizi waweze kushiriki kwenye hili. Pia nimeileta hutuba hii kwa sababu miongoni mwa kujifungua ni lazima ipatikane damu iwepo, na suala la kina mama kujifungua ni jambo ambalo kila siku lipo. Watu kufanywa operation ni jambo ambalo lipo. Ndugu zetu mbalimbali wanapata maajali, wanahitaji damu. Mmoja miongoni mwa madaktari alikuwa anatoa maudhui yake, akaeleza akasema, damu ni miongoni mwa vitu ambavyo hakuna kiwanda chochote duniani kinachotengeneza damu isipokuwa miili yetu sisi. Kwa hivyo imekuwa ni miongoni mwa mambo muhimu sana kuweza kushughulikiwa na kuhakikisha kwamba damu inapatikana.
Ikhwatul imani, suala la kutoa damu ni jambo muhimu. Ndio maana anwani yangu nikasema kutoa damu ni katika jihad. Wewe unafanya jihadi ya kupambania kuokoa nafsi ya mtu, kama ilivyokuwa enzi zile wanaume wanatoka kwenda kupigana jihadi kwa ajili ya miji yao isivamiwe. Lengo ni kuokoa uhai wa watoto, kuokoa uhai wa akina mama na kuokoa uhai wao na mali zao. Hivyo hivyo ukienda kuokoa uhai wa mama na mtoto, wewe utambue ya kwamba umefanya jihadi. Jihadi hii ukiifanya unapata nini? Turudi katika surati al-Maida aya nambari 32. Allah tabaraka wa taala anaeleza katika Qur'ani, sehemu ya aya anasema, waman ahyaha, na mtu yeyote atakayehakikisha anaokoa uhai wa mwanadamu mwenziwe, anaokoa nafsi ya mtu, nafsi ambayo lau ingekosa damu mtu huyu angepoteza maisha yake. Mama mjamzito anayetaka kujifungua, kwa kukosa damu huenda angepoteza maisha yeye au mtoto. Wewe ukaenda kuokoa nafsi moja, Allah anasema fakaannama ahya an-nasa jamia, mtu huyu malipo yake ni sawasawa na mtu aliyesababisha uhai wa maisha ya watu wote. Subhanallah, kuokoa nafsi ya mtu mmoja, Allah anasema ni sawasawa umesalimisha watu wote. Na hili Allah amesema kweli, kwa sababu wewe ukiokoa maisha ya mama mjamzito umeokoa maisha ya mtoto aliyeko tumboni. Ukiokoa maisha ya mtoto umeokoa maisha ya watoto wake, wajukuu, vitukuu, mpaka yaumul qiyama. Wewe umeokoa kizazi. Ndio maana Allah akasema wewe ukifanya juhudi ya kuokoa uhai wa mtu mmoja ni sawasawa umeokoa maisha ya watu wote. Ikhwatul iman, jambo hili la kujitolea damu ni miongoni mwa mambo ambayo yanamfanya mtu anaweza kutatuliwa matatizo yake fi dunia wal akhirah. Fima rawahu Ibn Majah, katika hadithi ambayo amepokea Imam Ibn Majah, mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, man nafasa an muslimi qurbat, mtu yoyote atakayemuondolea muislamu mwenzie kurbatan, kumuondolea tatizo moja. Yani wewe ukamkuta ndugu yako ahangaika hospitali, mkewe ataka kujifungua, damu hakuna, ameambiwa alete watu wa kutoa damu hakuna, wewe ukamsaidia hilo tatizo moja aliyokuwa nalo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza, anasema kwa kitendo hicho alichokifanya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama, mtu huyu Allah tabaraka wa taala na yeye atamuondolea matatizo ambayo yatamsibu mtu huyu siku ya kiyama. Siku ya kiyama ni siku ambayo ina matatizo mengi, lakini kumbe matatizo ya akhira yanatatuliwa hapa. Unapomuona ndugu yako ana tatizo lake kama hili, tatizo kubwa hili ambalo ni zito, ukamuondolea, utambue ya kwamba Allah tabaraka wa taala anakutatulia matatizo miongoni mwa matatizo ya akhira. Lakini ndugu yangu Muislamu, tambua vyema ya kwamba fursa hii ya kwenda kuchangia damu, wakati ule ima unaenda kutoa damu au ukiwa katika zoezi lenyewe la uchangiaji damu salama, muda huu ni muda mzuri wa kuweza kutumia wewe kumaliza matatizo yako ya dunia. Unamuelekezea Allah matatizo yako, unamwambia ya Rabbi, mimi natatua tatizo la ndugu yangu huyu, na Allah atakusaidia jambo lako. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wallahu fi auni al-abd, Allah tabaraka wa taala yupo katika kumsaidia mja kutatuliwa matatizo yako, ma kana al-abdu fi auni akhihi, muda wa kuwa huyu mtu yupo katika kutatua yale ambayo yanamsibu ndugu yake, na wewe Allah tabaraka wa taala anakusaidia mambo yake. Leo tuna matatizo mangapi? Tuna shida ngapi? Na sadaka hii tuna uwezo wa kutoa, na wakati mwingine kwa bahati nzuri kuna mtu damu imekuwa nyingi, matokeo yake ikamletea faida, akija msikitini na sinzia kutokana na damu ilivyokuwa nyingi.
Lakini ukimwambia aende akatoe damu, hili jambo analiona zito. Ndugu yangu, nenda akatoe damu. Fa wallah, kuchangia damu hakuna madhara yote katika maisha yako. Ni maneno tu yanayotengenezwa mtaani kwamba ukichangia damu unapata hivi na vile. Tufuatilie masala ya fizikia, masala ya kisayansi. Jambo hili halina madhara. Lingekuwa na madhara basi lingekemewa kwamba halifai. Ni jambo ambalo lina faida katika kuokoa maisha ya ndugu zetu. Muislamu ukisoma ilmu fizikia, anachohitaji kwenye mwili wake haizidi lita 5 za damu, na kinachopita kwenye moyo wake kila dakika moja ni lita 4 ya damu ndio inayozunguka. Na wewe ukichangia damu ndani ya masaa mawili, baada ya kuchangia damu yako itarudi vile vile. Kama umetoa wewe lita 1, ile lita 1 itarudi, na ujira umepata kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumsaidia ndugu yako Muislamu. Ikhwatul iman, suala la kuchangia damu ni jambo ambalo linaunganisha udugu wa hakika na kutengeneza mapenzi kati yetu. Hebu katika njia ya mfano mdogo nikupe. Wewe leo unaonaje ukiwa umeenda safari ya mbali katika ishtighali zako? Uliporudi nyumbani kwako unaambiwa mwanao hali yake ilikuwa taabani, lakini kuna kijana mmoja ambaye anajishughulisha na kazi za bodaboda. Tulipata bahati, yule kijana alipokuja hapa akachangia damu kumpa mwanao. Kaifa tara, hivi jambo hili wewe unalionaje? Au kutana na mtu akwambie kwamba wewe kwenye maisha yako, katika kupatikana kwako wewe, kuna mtu sehemu fulani utamkuta huyo ndiye aliyetoa damu mama yako akawekewa, ndio wewe leo unaendelea hai katika mgongo wa ardhi, unapata uhai. Hili jambo utalichukuliaje? Ni jambo lenye thamani, ni jambo lenye kuleta furaha, na mtu huyu ukimuona wewe basi bila shaka utampenda na utasema wewe ni ndugu miongoni mwa ndugu zangu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, afdalul fadail ba'da al-fara'id idkhalu sururi ala al-muslimin. Ibada bora baada ya kutekeleza ibada ya fardhi, hakikisha unaenda kuingiza furaha kwa waislamu wenzio. Usione furaha kwamba fulani mkewe ameenda hospitali amekufa kwa sababu ya kukosa damu akawalia. Wewe faida yake ulitakiwa uingize furaha, arudi afurahie kuona mwanawe amerudi salama, mkewe amerudi salama. Idkhalu sururi ala almuslimin, kuingiza furaha katika nyoyo za waislamu. Hii ni miongoni mwa ibada bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza jambo hili. Ikhwatul iman, nimalizie faida ya mwisho miongoni mwa faida za kutoa damu, maarifatu sihatika. Ukitoa damu kwanza utajua afya yako. Nikwambie, leo kuna magonjwa ambayo ukitaka kwenda hospitali kupima gharama kubwa, mfano homa ya ini na magonjwa mengine mfano wa hayo. Lakini ukienda kutoa damu, tena kwenye kutoa damu wote apimwa kipimo kimoja cha malaria. Wala usiogope labda nitaenda kupimwa ukimwi kwa lazima, la, kipimo hicho hawapimi. Baada ya muda mwezi mmoja utaenda kuchukua majibu yako. Masala ya magonjwa ya homa ya ini aina 2, HIV utaenda kuchukua majibu yake na utapata huduma vizuri. Kama kuna magonjwa ya zina vile vile ndani ya ile damu, utajua afya yako vizuri, utajua grupu vile vile la damu yako bila kutoa gharama yoyote, na wewe umepata ujira. Damu kama ina matatizo kidogo inaweza kutibika, wanaitibu, wanaenda kuhudumia watu wengine. Kwa hivyo katika kutoa damu vile vile kuna nafasi nzuri ya wewe kwenda kuijua afya yako. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kwenye hili. Nilitanguliza kwenye hutuba yangu, nimesema kuna baadhi ya vitu hatuwezi kuchangia, lakini kukosa vyote sio kupata vyote, na kupata vyote si kukosa vyote. Kuna mtu kajaliwa mali lakini fursa ya kuchangia damu hana, na kuna mwingine amenyimwa mali, fursa ya kuchangia damu anayo. Thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im. Hutuba yangu namalizia kwa aya hii. Tutambue ndugu zangu ya kwamba siku ya kiyama tutaenda kuulizwa neema tulizopewa na Allah tabaraka wa taala. Minan ni'ami, miongoni mwa neema hizo adamu, ni damu ambayo umepewa bure.
Wallahi hatukutoa hata shilingi 100 kuwekewa damu na Allah tabaraka wa taala, na hiyo damu unajikuta inaongezeka, maisha yanaenda miaka 10-20. Kuna watu leo wanaishi kwa kubadilisha damu, gharama nyingi, lakini mimi na wewe tuna afya yetu nzuri. Hii ni neema, tuitumie vizuri ili Allah aweze kuihifadhi neema hii, asije akaiharibu. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kwenye hili. Baada ya kusema hayo, tumuombe Allah tabaraka wa taala kabla ya tarehe hiyo atuwafikishe sisi tuliomo msikitini na wale ndugu zetu ambao wapo nje, twende tukahamasishe. Wakina baba tuchangie damu kila baada ya miezi 3, wakina mama kila baada ya miezi 4, twende tukawahamasishe. Ukimhamasisha mtu akihamasika, na wewe ujira wako utaupata. Man dalla ala alkhairi kafailihi, mtume anasema mwenye kufahamisha katika khairi ni kama mwenye kufanya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wa kafa, nahmaduka ya Allah, wassalatu wassalamu ala nabii al-Mustafa. Allahumma fasalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man haja fi nahjihi ila du'a haythu qala Allah tabaraka wa ta'ala ud'uni astajib lakum rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.